Wananchi wametakiwa kuitazama sheria kama chombo cha maendeleo kinachopunguza urasimu, kulinda haki, kuimarisha taasisi, kuvutia uwekezaji na kuongeza mapato ya serikali. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kimepitia bajeti ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuona bajeti hiyo haiakisi changamoto za kimaisha za Watanzania. Tume ya Utumishi wa Umma imesema itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu kwa waajiri, watumishi wa umma na mamlaka ya nidhamu ili kupunguza migogoro ya kiutumishi. Na katika habari za kimataifa, mashirika ya afya barani Afrika yamesema mlipuko wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi katika hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa mimi nawe, habari za wakati huu, na kusalimu popote pale ulipo. Bila shaka wewe ni mzima. Mimi ni Francisco Nongoro, karibu sana hapa na kusomea habari za kitaifa, lakini utasikia habari za kimataifa hapo baadaye. Utabiri wa hali ya hewa ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, na kukumbusha tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii Upendo Media, karibu huko Facebook, Instagram, kote huko, bila kusahau X, zamani Twitter, tunapatikana kama Upendo Media. Mimi napatikana huko kama Francisco Nongoro. Karibu wakati mwingine. Sasa tuanze kuangazia habari, tukianza na hii. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah, amesema ni wakati umefika kwa wananchi kuitazama sheria kama chombo cha maendeleo kinachopunguza urasimu, kulinda haki, kuimarisha taasisi, kuvutia uwekezaji na kuongeza mapato ya serikali. Amesema hayo kwa niaba ya Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba katika hafla uzinduzi wa kitabu cha falsafa ya Mama Samia na utekelezaji wake katika mageuzi ya kiuchumi na kijamii uliofanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo amesema msingi wa uchumi imara na jamii yenye haki unategemea sheria madhubuti itakayobadilisha mtazamo wa wananchi walio wengi. Kitabu hiki kinatupa nafasi ya kutafakari kwa kina falsafa ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi cha awamu ya 6 tangu alipoingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021. Mheshimiwa Rais Samia ameongoza nchi kwa msisitizo wa maridhiano, mageuzi, ustahimilivu, kujenga upya, kukuza uchumi, kufungua milango ya uwekezaji, kuimarisha taasisi na kuendeleza miradi ya kimkakati. Kitabu hiki kinaiweka falsafa hiyo katika lugha ya uchambuzi wa sheria na maendeleo. Katika kitabu hiki kimeeleza kuwa falsafa ya sheria ya Rais Samia inaonekana katika mnyororo wa mageuzi. Mnyororo huu unaanza na utambuzi wa changamoto ya kisheria au kisera. Naibu Waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katimba amesema kitabu hicho ni mchango muhimu katika taaluma ya sheria na uongozi, kinachodhihirisha namna ambavyo uongozi wa rais umeendelea kuimarisha msingi wa utawala wa sheria, haki, uwajibikaji, maridhiano, ushirikishwaji na wananchi pamoja na maendeleo jumuishi. Kitabu hiki ni mchango muhimu katika taaluma ya sheria na uongozi na kinadhihirisha namna ambavyo uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umeendelea kuimarisha misingi ya utawala wa sheria, haki, uwajibikaji, maridhiano, ushirikishwaji wa wananchi na maendeleo jumuishi. Ni jambo la kujivunia kuona wataalamu wetu wakitumia taaluma zao kufanya tafakuri na uchambuzi unaochangia kujenga hazina ya maarifa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Utawala wa sheria ni msingi wa dola ya kidemokrasia. Rais wa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania, Bavo Anthony Junus, amesema mchakato wa uundaji wa uandishi wa kitabu hicho umechukua takribani mwaka mmoja hadi kukamilika kwake, ambacho kimeeleza kazi kubwa inayofanywa na rais katika sekta ya sheria inayochangia katika maendeleo ya nchi. Na jambo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi,
linadhihirishwa na ile falsafa kubwa ya 4R ya Mheshimiwa Rais wetu, ambapo pamoja na mambo mengine maono yake ni kuona kwamba reforms au mageuzi katika sekta na maeneo mbalimbali ikiwemo sekta ya sheria. Na kwa sababu hiyo, ukiangalia mwelekeo wa sheria za nchi yetu tangu mwezi Machi 2021 wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, wengi watakubaliana nami kwamba maono ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinaleta mageuzi ya kweli na kuchagiza kikamilifu katika maendeleo ya taifa letu. Mtazamaji, taarifa hiyo sasa inatufanya tuongezee taarifa nyingine katika jiji la Dar es Salaam. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kimepitia bajeti ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuona bajeti hiyo haiakisi changamoto za kimaisha za Watanzania, kikidai kwamba hailengi kukuza nguvu ya ununuzi wala kupunguza gharama na ugumu wa maisha kwa wananchi. Hayo yamesemwa na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika wakati akisoma maazimio ya kamati kuu ya chama hicho yaliyoazimiwa katika kikao kilichofanyika mkoani Kigoma, ambapo amesema bajeti hiyo haijaweka fungu lolote lile kwa ajili ya kugharamia mchakato wa kuandika katiba mpya nchi. Kamati kuu imepitia bajeti ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuona bajeti hiyo ni ya uongo na haiakisi changamoto za kimaisha. Moja la kumtopesha Mtanzania katika lindi la umaskini. Bajeti hiyo imetengenezwa kwa misingi yenye mbwembwe ambazo hazina lengo la kumkwamua mwananchi wa kawaida kutoka katika hali yake mbaya ya kimaisha. Bajeti hiyo hailengi kukuza nguvu ya ununuzi, purchasing power ya Mtanzania, wala kupunguza gharama na ugumu wa maisha kwa wananchi. Katika kupitia bajeti hiyo, kamati kuu imeona kwamba bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 haijaweka fungu lolote lile kwa ajili ya kugharamia mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi. Kuhusu matumizi mabaya fedha zinazotolewa na wananchi na madai kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesema fedha zote zinazochangwa zikisha kusanywa zinatangazwa hadharani baada ya mkutano, halafu zinaenda benki. Hivyo tuhuma zote zina lengo la kukwamisha mipango mbalimbali ya chama hicho, huku akiwaomba wananchi kuendelea kukichangia. Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache sana. Tunawashukuru Watanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Aidha, amesema chama kilikuwa na taarifa za mapema kuwa kulikuwa na mpango unaoratibiwa ambapo baadhi ya watu walikuwa wakizunguka kuwashawishi viongozi kufanya mikutano na waandishi wa habari ili kutoa tuhuma hizo kwa kulipwa fedha, jambo ambalo lilionyesha usaliti na nia ya kukichafua chama na viongozi wake badala ya nia njema ya kujenga. Kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mtazamaji, sasa tuelekee katika makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Tume ya Utumishi wa Umma imesema itaendelea kuimarisha utoaji wa elimu kwa waajiri, watumishi wa umma na mamlaka za nidhamu ili kupunguza migogoro ya kiutumishi na malalamiko yanayotokana na kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Hayo yamesemwa na katibu wa tume hiyo Nolasco Kipanda, ambapo amesema malalamiko mengi yanayofikishwa mbele ya tume
yamengeweza kuzuilika endapo kungekuwa na uelewa wa kutosha kuhusu sheria na taratibu za utumishi wa umma, akisisitiza kuwa kila mtumishi anapaswa kudai haki zake kwa wakati, huko akitimiza wajibu wake ipasavyo na mahali pa kazi. Wakatimize wajibu wao, kwa sababu haipendezi jukumu limechukua mpaka likafika tume limerudi tena kwetu tuendelee kuvutana kama hapo umeulizwa kwa niaba ya wafanyakazi. Lakini pia nirudi kwa wafanyakazi, pia nisisitize kama nilivyosema tume, unajua hakuna haki bila wajibu. Watumishi na wenyewe waangalie, kwa sababu zile athari za mlolongo wa makesi haya na yenyewe yanachukua muda wao pia. Kwa hiyo kama tume ilivyoelekeza, waajiri watimize wajibu wao na waajiriwa pia na wenyewe watimize wajibu wao, ili kuondoa hizi nenda rudi mpaka kuifuata mamlaka huko juu. Kama nilivyoanza kuzungumza, haya tunayozungumza ni maelekezo ya tume. Hayamgusi mtu mmoja, yanamgusa mwajiriwa, yanamgusa mwajiri, mamlaka za nidhamu, kila mmoja kwa nafasi yake. Inabidi tuendelee kuwapa elimu ambayo pengine wenzetu tunaamini mtatusaidia. Akizungumza kuhusu maamuzi ya mkutano wa 4 wa tume kwa mwaka wa fedha 2025-2026, naibu katibu wa tume ya utumishi wa umma John Mbiso amesema ukiukaji wa maadili ya utumishi wa umma na taaluma, utoro kazini, kushindwa kutekeleza majukumu na uzembe unaosababishwa hasara kwa mwajiri ni miongoni mwa makosa yanayojitokeza zaidi katika rufaa zilizowasilishwa mbele ya tume hiyo. Ndio wa malalamiko mengi yalijikita kwenye kutokulipwa stahili. Watumishi walikuwa na madai yao ya stahili mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yao, na walikuwa hawajapewa na waajiri wao. Kwa hiyo waliona tume ni mahali sahihi pa kuwasilisha malalamiko hayo ili waweze kupata hizo stahili. Lakini pia kuna malalamiko yaliyowasilishwa kuhusu kuondolewa katika utumishi wa umma bila kuzingatia sheria. Kuna kusitishwa mkataba ya ajira bila kuzingatia sheria. Kuna kutokupandishwa cheo. Wanalalamika watumishi hawajapandishwa vyeo. Lakini kuna uhamisho usiozingatia ratiba. Amesema pia tume ilifanya ziara ya kikazi katika taasisi 5 za serikali katika jiji la Mwanza kwa lengo la kutoa elimu kwa waajiri, mamlaka ya ajira, mamlaka za nidhamu na watumishi kuhusu uzingatiaji wa sheria, haki na wajibu katika utumishi wa umma. Aya, mtazamaji, na sasa moja kwa moja tuelekee kule katika mkoa wa Kigoma. Wananchi wa vijiji vya Kitanga, Kigaje na Kumusenga katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu katika Kibondo mkoani Kigoma wameomba serikali kukamilisha daraja la mto Maragarasi ambalo limepelekea kukosekana kwa mawasiliano katika vijiji hivyo na maeneo jirani na kusababisha wajawazito kujifungua njiani, huku wasafiri wakilazimika kuvuka mto kwa gharama kubwa. Kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mwanahabari wetu huyu hapa na taarifa kamili. Ujenzi wa daraja katika mto Maragarasi kijiji cha Kitanga ulianza tangu mwaka 2024 chini ya wakandarasi wawili ambao ni Maragarasi Construction na Rushingo Construction, mradi ukigharimu bilioni 1.1. Kukamilika daraja hilo itakuwa chachu ya kusaidia kupunguza vifo vitokanavyo na wananchi kuzama maji wakati wanavuka kwa mitumbwi kwenda ng'ambo ya pili, ambapo wananchi wameiomba serikali kuharakisha ujenzi huo. Jambo la kwanza linalotuathiri ni gharama kubwa za kuvuka pale mtoni. Pale mtoni unaweza ukawa na pikipiki ukatozwa kuanzia 5,000 mpaka 10,000. Lakini pia daraja lile limeathiri namna ya kufunguka njia za kiuchumi. Serikali tunaiomba itujengee daraja ili tupate usafiri wa haraka. Kwa maana tukienda wakitupeleka na pikipiki tunajifungulia njiani, unakuta mtoto anakufa. Kutokana na kusuasua kwa mradi huu, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anaambatana na viongozi wa TANROADS mkoa kufika eneo la mradi na kushuhudia utekelezaji. TANROADS mkoa imekwisha jenga hizi abutment kwenye huu mto tayari kabisa kwa ajili ya kupokea daraja, ambalo daraja linalotarajiwa kuja kuwekwa hapa ni lile ambalo lipo eneo la Busunzu. Ndio, na ni la chuma. Kwa sasa mkandarasi kwa ajili ya kufiksi hapa yupo tayari, ingawa anasubiri watu waletewe
hiyo daraja hapa kutoka kwa yule mkandarasi aliyejenga ile Lot 3 Steco. Hata hivyo, kuchelewa mradi huu unatokana na mwekezaji wa kiwanda cha sukari kinachojengwa wilaya ya Kasulu kuzuia daraja la vyuma la kukamilisha mradi, akihitaji kulitumia kwa matumizi yake. Mwekezaji tunamthamini, yes, lakini plani ile daraja kwamba ilikuwa kwamba lichukuliwe liletwa hapa, lakini halijaja kwa sababu mwekezaji ameliomba, si ndio? Manake ndio. Kwa hiyo sasa kama ameliomba hapa inakuwaje? Haieleweki, kwa sababu hili barabara ni muhimu, of course, na mwekezaji ni muhimu, lakini wakati tunajenga hili barabara tulijua kwamba lile daraja litachukuliwa la chuma lije liwekwe hapa ili iweze kupita, wananchi watumie barabara yao. Sasa kama ni mwekezaji kumtafutia lingine, sinafikiri ndio the best way, sio? Kwa hiyo mlishajulisha wizarani kuhusiana na hii tatizo? Ndio, tumejulisha mtendaji mkuu. Mtendaji mkuu hajajibu. Bado amechakata. Mbona unajiuma? Maana mimi bahati mbaya mlionayo, mkuu wenu wa mkoa hataka kuumama maneno. Lile daraja tunatakiwa kuja hapa. Ndio mkuu. Na halijaja. Bado halijafika. Kwa sababu mwekezaji ameomba. Ndio mkuu. Sasa solution iliyopo ni kwamba si daraja liletwe, alafu kama mwekezaji wanamtafutia daraja lingine, that could be the best option. Matumaini mapya ya wananchi yanarejea katika mkutano wa hadhara ambapo kiongozi wa kata anawaunga mkono na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Siro akiahidi kufanya ufuatiliaji. Uchumi wa Kitanga utakuwa sio Kitanga tu, wilaya Kibondo, Kasulu na Buhigo na maeneo mengine mbalimbali. Lakini pia na sisi tutafunguka. Hatutakaa kwenye eneo moja kama tumefungiwa kwenye boksi. Hatuna sababu ya kuona daraja lile halimaliziki. Na bahati nzuri taarifa niliyopata ni kwamba kuna eneo ambalo tunatakiwa kuchukua ile daraja tulilete hapa. Kwa hiyo nimeona niwape hiyo taarifa kwamba tunafanya juhudi ya kuhakikisha ile daraja linakuja hapa na kuwekwa panapohusika, kuwekwa pale kwenye daraja ili kusudi muweze kupita na magari yenu, muweze kupita na pikipiki zenu na muweze kufanya biashara bila kuwa na tatizo la usafiri. Kutoka kijiji cha Kitanga ambapo daraja hili linajengwa wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Haya mtazamaji, mambo hayo kutoka huko Kigoma katika mto Maragarasi, na tufanya tuendelee kuangazia taarifa nyingine, na mara hii ni katika jiji la Dar es Salaam. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA umeendelea kuimarisha usimamizi na ubora wa miradi ya ujenzi na miundombinu nchini kupitia maabara zake za kisasa zinazofanya uchunguzi na uhakiki wa vifaa vya ujenzi pamoja na kazi zinazotekelezwa, hatua inayochangia kujenga miundombinu imara, salama, yenye kudumu kwa muda mrefu. Akizungumza katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, yaani Sabasaba, fundi sanifu kutoka kitengo cha utafiti na udhibiti ubora TARURA makao makuu, Jacobo Manguye, amesema maabara hizo zina jukumu muhimu la kuhakikisha miradi yote ya barabara, madaraja na miundombinu mingine inazingatia viwango vya kitaalamu na masharti ya mikataba kabla na baada ya utekelezaji. TARURA makao makuu nipo kitengo cha utafiti na udhibiti ubora. Kazi yetu katika maabara ya TARURA ni kuhakiki ubora wa kazi zinazofanywa, aidha zinafanywa na wakandarasi au watu binafsi, lakini sana sana sisi ni waelekezi wa kufanya ukaguzi huo kama unafata jinsi mkataba unavyosema. Mfano, unaweza ukawa na kazi ya kifusi, kazi ya lami, kazi ya madaraja au kazi nyingine yoyote ile ambayo inahusika na mambo ya ujenzi. Mbali na hilo, amesema TARURA inamiliki mtambo maalum wa uchunguzi wa udongo unaowezesha kufanya tafiti za kina kuhusu uwezo wa udongo kuhimili ujenzi wa madaraja, majengo na miundombinu mingine mikubwa kabla ya ujenzi kuanza, hatua inayosaidia kupunguza hatari za uharibifu wa miundombinu na kuongeza usalama wa watumiaji. Aidha, ametoa wito kwa wakandarasi, wahandisi, taasisi za ujenzi na wadau wengine wa sekta hiyo kutumia huduma za maabara za TARURA
ili kuhakikisha miradi inayotekelezwa inafikia viwango vinavyotakiwa na kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi. Tunahakiki kama hiyo kazi inafuata viwango vinavyotakiwa. Hii tunajaribu kufanya hivyo ili tuweze kuwa na kazi ambazo zinakuwa na mashiko, kuliko kuwa tunafanya kazi ambazo baada ya muda mfupi unakuta kazi sio nzuri au imeharibika. Kwa hiyo TARURA imeanzisha maabara hii ambayo iko makao makuu Dodoma, lakini kuna maabara nyingine mikoa 14 ambazo zinafanya kazi nchi nzima, mfano Kigoma, Arusha, Moshi, kuna maabara za aina hiyo. Lakini na sasa, mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine jijini Dar es Salaam. Wakala wa Taifa wa Hifadhi Chakula NFRA umesema umeongeza uwezo wake wa kuhifadhi chakula kutoka tani 150,000 hadi kufikia takribani tani 600,000, hatua ambayo inalenga kuhakikisha Tanzania inakuwa na akiba ya kutosha ya chakula pale yanapotokea mazingira ya dharura au changamoto za upatikanaji wa chakula. Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, mkurugenzi mtendaji wa NFRA Daktari Andrew Komba amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha nchi inakuwa salama katika suala la chakula, huku akibainisha kuwa taasisi hiyo sasa inaangalia pia namna ya kuhudumia masoko ya jirani kupitia uzalishaji na uuzaji wa mazao ya chakula. Huko nyuma tulikuwa tuna viwango vidogo vya uhifadhi, lakini as speak kwa sasa tunahifadhi mara 4 ya kile ambacho kinahitajika. Tani ambazo zinahitajika kuhifadhiwa katika kipindi cha miezi 6 nchi isiyo na tatizo la chakula ni tani 150,000. Lakini ninavyozungumza sasa hivi NFRA ina takriban tani 600,000 ambazo zipo kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kupata chakula kunapotokea crisis ya chakula ndani ya nchi. Kwa hiyo hilo jukumu tumelitekeleza. Ili kuweza kuongeza uwezo wetu, hatuangalii tu ndani. Sasa tunaangalia kuhakikisha nchi jirani nazo zinakuwa zina usalama wa chakula kwa utaratibu wa kuziuzia chakula. Kwa hiyo ili tufanikiwe lengo hilo, tumeendelea kuboresha miundombinu yetu ya uhifadhi wa chakula na kuongeza viwango vya ununuaji wa chakula ili kuweza kufikia. Kwa mwaka huu tumepanga na tumelenga kununua takriban tani 1,200,000 za chakula, ambazo kiasi kikubwa cha mazao hayo yatakaponunuliwa kitapelekwa kwenye masoko ya nchi zetu jirani. Kwa hilo ndio kubwa. Wakati huo huo, katika kuendelea kuongeza thamani ya mazao ya kilimo na kupanua masoko ya kimataifa, mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Korosho Tanzania Francis Alfred amesema maonyesho 50 ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam Sabasaba yamekuwa jukwaa muhimu na kuitangaza korosho ya Tanzania kwa kuwavutia wanunuzi pamoja na wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Maonyesho haya ya kimataifa kwetu yanatupa fursa ya kuelezea kuhusu bidhaa zetu katika soko la kimataifa. Na mojawapo ya sifa kubwa sana ya korosho ya Tanzania ni kwamba ukiangalia barani Afrika, korosho ya kwetu hapa Tanzania ndio korosho bora kuliko korosho hizo zingine zote, kwa sababu kwanza ni kubwa, lakini pia ni nyeupe na zina ladha nzuri. Kwa hiyo maonyesho haya yanatusaidia sisi kujiweka katika nafasi yetu tunayostahili katika soko la dunia. Kuelekea msimu ujao tunataka kuwe na ushindani katika soko la korosho, na kama mnavyofahamu katika miaka 2 iliyopita tunauza korosho yetu kupitia mfumo wa mtandao ambao kwa maarufu kama soko la bidhaa au watu wanafahamu kama TMX. Kwa hiyo uwepo katika maonyesho haya tunawaeleza watembeleaji wa banda letu ni namna gani tunafanya biashara ya korosho ambayo ni biashara ya uwazi, na tunauza biashara zetu kwa kuzingatia ubora. Naye mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Sukari Tanzania Profesa Kenneth Bengez amesema Tanzania ipo katika hatua ya mwisho ya kufunga pengo la uzalishaji wa sukari lililodumu kwa miaka mingi, huku Bodi ya Sukari Tanzania ikisema uwekezaji unaoendelea katika viwanda vya sukari umeongeza uwezekano wa uzalishaji na kuwekea nchi katika nafasi ya kuzalisha zaidi kwa ajili ya masoko ya ndani na nje ya nchi. Lakini kwa sababu upanuzi unaendelea sasa wa kufanya mashamba kwa ajili ya kupata miwa ya kutosha, itachukua miaka kama 3-4 hivi. Kwa hiyo tunapofika mwaka 2030 kiwanda hicho kitakuwa kina uwezo wa kuzalisha hizo tani 500,000. Na ukienda Bagamoyo samani, ukienda kiwanda cha Mtibwa na chenyewe kufika mwaka 2030 kitakuwa kinazalisha tani kama 230,000. Kwa kuweka hizi kwa pamoja na viwanda vingine vya Bagamoyo, Mkulazi pamoja na viwanda vingine vinavyokuja kama vya Lake Agro,
tuna Mufindi Paper Mill cha Kasulu Kigoma, alafu na Golden Sugar cha Kagera. Vikiingia vyote vikifika mwaka 2030 nchi itakuwa na uwezo wa kuzalisha tani 1,160,000. Haya mahitaji tayari yatakuwa na ziada ya zaidi ya tani 200,000 na kitu ambazo zitahitaji soko la nje. Mtazamaji, na sasa basi tuangazie taarifa nyingine, tuelekee kule visiwani Zanzibar. Wizara ya Afya Zanzibar kupitia kitengo cha shirikishi cha afya ya mama na mtoto imepokea msaada wa vifaa tiba vinavyotumika kuwahudumia watoto wanaoshindwa kupumua mara tu baada ya kuzaliwa. Akipokea vifaa hivyo, mkurugenzi wa kinga na elimu ya afya Zanzibar Dr. Salim Sulim amesema vifaa hivyo vimetolewa na taasisi ya Pharmamas kutoka nchini Marekani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto na kupunguza vifo vya watoto wachanga. Amesema msaada huo utasaidia kuongeza uwezo wa hospitali na vituo vya afya katika kuwaokoa watoto wanaopata changamoto ya kushindwa kupumua wanapozaliwa. Hii ni moja katika vitu ambavyo serikali yetu inakizia mkazo katika masuala mazima ya uwekezaji, na msaada huu tumeupata kutoka kwa wadau wetu wanaitwa Pharmamas, ambayo ni taasisi iliyokuwa si ya kutengeneza profit, inayotoka Marekani, inaongozwa na Profesa Jina ambaye yupo hapa leo kutusaidia sisi kuhakikisha kwamba malengo ya serikali yanafikiwa, hasa katika masuala mazima ya kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mwakilishi wa taasisi ya Pharmamas Gina Marie Wilson amesema taasisi hiyo imeamua kushirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar kutokana na dhamira yake ya kuhakikisha kila mama na mtoto wanapata huduma salama wakati wa ujauzito, kujifungua na baada ya kujifungua, huku akisema afya ya mtoto mchanga ni msingi wa kujenga jamii yenye afya na maendeleo. Na kama tunavyojua bado tuna changamoto ya vifo vya watoto, na serikali kwa kupitia na wadau tofauti bado tunaendelea kushikana mkono ili kuweza kuvifanyia kazi hizi changamoto ili tuweze kupunguza hivi vifo vya watoto. Kwa hivyo tunashukuru sana. Naye meneja wa kitengo shirikishi cha afya ya mama na mtoto Dr. Kamilia Alia Omari amesema vifaa hivyo vitaimarisha huduma zinazotolewa katika hospitali na vituo vya afya, hususan katika kuwahudumia watoto wanaohitaji msaada wa haraka mara baada ya kuzaliwa. I want you to know that we will continue. Zanzibar is part of my heart. I love the people here the most. Mtazamaji, taarifa hiyo inatuhitimishia habari za kimataifa kutoka hapa Upendo TV Habari. Mimi ni Francisco Nongoro, bado niko nawe. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa Gerard Leonard atakusomea habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.